Wahi kusema popote na sitakuja kusema popote kwamba timu inapofanya vizuri inakuwa ni jitihada ya kwangu peke yangu. Najua tuna wenzangu ambao tunashirikiana kuhakikisha timu inafanya vizuri, lakini kwa ulimwengu wa leo kwenye mitandao huko watu wana interest zao nyingi ambazo wanazibeba, na ndio wao ambao wana mobilize watu aidha wanitukane au waseme vibaya pale timu inapofanya vibaya. Timu inapofanya vizuri, mimi sio sehemu ya kufanya vizuri huko, jambo ambalo mimi nalikubali. Wacha wawape sifa wengine wanaowapenda na wanipe shutuma mimi kwa sababu nastahili shutuma, ila tu ndani ya nafsi zao wanaelewa ukweli kwamba mimi mtu mmoja siwezi nikazuia matokeo ya timu nzima. Naanzaje? Kwamba nawaambia management, nawamwambia benchi la ufundi, au nawaambia wachezaji ili wasifanye vizuri, au wanafanya nini? Mimi sifanyi kazi ya Simba kila siku. Hilo ni jambo ambalo watu wengi hawajui, na wengi hawajui structure ya uongozi wa Simba. Sisi tulikubali kutoa nafasi yetu ya uendeshaji wa timu kwa kuingia mashirikiano na mwekezaji. Imeunda board inakutana kwa mwaka mara 4, labda itokee dharura. Sasa board ndio inayosimamia management, na management inasimamia timu ambayo ndio technical bench. Sasa ili mimi nitoke nimfikie mchezaji moja kwa moja, kwanza sijawahi kufanya na sitafanya, kwa sababu sio utawala bora kwamba niende moja kwa moja kwa mchezaji. Huo sio utawala bora. Utawala ni kwamba mimi nikiwa na jambo nitaliwasilisha kwenye board, ambalo board sasa itatoa maelekezo kwa management itapeleka kwenye management ya timu kwa maana ya technical bench. Kwenye timu kuna manager, kuna coach, kuna watu wengine, na kwangu mimi ni mara chache sana hata kuwasiliana na wachezaji, kwa sababu nikijenga mfumo huo wa kuwasiliana moja kwa moja na wachezaji, maana yake ni kwamba unaondoa nguvu ya utendaji kwa hao wote waliopo katikati. Mara nyingi sana huwa tunafanya vikao na wachezaji, na ndipo ambapo wao wanakuwepo na management inakuwepo, kwa hiyo tunatoa maelekezo ya pamoja. Sasa wapi tunakwama ni pale ambapo wengi kwanza wanaoropoka wanapiga makelele bila kufuata utaratibu sio wanachama wa Simba, na wengine wala sio washabiki wa Simba. Lakini sisi tunajua haya mambo yanatengenezwa ili kututengenezea unconducive environment ya kufanya kazi. Ni kweli inawezekana kwa timu yetu haijafanya vizuri sana katika mashindano, kwa maana kwamba kwanza tukumbuke tulifanya usajili tukiwa na benchi la ufundi ambalo tulianza nalo kuanzia msimu uliopita, kwa maana kwamba coach Fadlu aliingia mwanzoni kabisa mwa msimu uliokwisha, akakutana na timu ambayo aliongeza wachezaji wachache tena wa ndani, akafanya nao kazi mpaka mwisho wa msimu. Kwa msimu uliopita tulishika nafasi ya pili na tulizidiwa nadhani point 1 au 2, lakini pia tulicheza finali ya Confederation Cup ya Afrika, jambo ambalo lilikuwa ni kubwa. Ni mara ya pili tangu uanzishwaji wa timu yetu kufika ngazi hiyo kwenye Confederation. Tulifika nusu finali miaka ya zamani kwenye kombe la klabu bingwa. Baada ya hapo tuliamua kufanya marekebisho kwa kushirikiana na yeye coach. Aliangalia maeneo ambayo yalikuwa na mapungufu na akaleta mapendekezo ya wachezaji ambao
tulimpatia. Kwa bahati mbaya sana, wakati tumeliandaa hilo, kocha akawa amepata ofa kubwa zaidi. Hilo lilitupa shida kwa sababu idadi na namna ya wachezaji aliyokuwa wamewahitaji yeye kwa mfumo anaotumia ndio ambao walikuwepo, na tulilazimika kuleta kocha mwingine. Kwa bahati mbaya sana, kocha ambaye tulimleta naye hakuweza kuhimili mahitaji ya ile bench, na ikapelekea yeye kupoteza control ya wachezaji wake.